Nani? Hamisi Ramadhani. Unaishi wapi? Kongo Mawe. Unasoma shule? Darasa la ngapi? Umetoroka lini shule? Sikujui. Kwa nini huendi shule? Una shida gani nyumbani? Huna sare. Huna uniform za kuendea shule. Baba yuko hai? Mama naye pia? Baba na mama hapo hai. Huendi shule. Kwa hiyo umeacha shule. Kazi unayofanya ni kugawa mabungo, si ndio? Hii ndio kazi. Haya mabungo unalipwa shilingi ngapi? Kwa wengine kote unaweza shilingi ngapi? Ile 2000 na ile 2000. Kwa jumla ni shilingi 4000. Sawa eh? Hela unayopata unapeleka wapi? Unapeleka nyumbani. Ili ifanyeje? Iwasaidie wazazi kuweza kupata chakula. Sawa? Haya, sasa jamani, hii ndio hali katika kisiwa cha Pemba na maeneo mbalimbali ya Pemba. Hali ndio kama hii. Tukiwa katika utekelezaji wa mpango wa mswada wa sheria wa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa katika maeneo ya Madungu, Jeshi la Polisi ni miongoni mwa wadau ambao tupo katika utekelezaji wa mpango huu. Wenyewe wananchi mnajionea hali imekuwa ni mbaya. Leo ni siku ya Jumanne. Tupo hapa katika maeneo haya, unakuta watoto wadogo wenye umri kama huu wanabwaga mabungo. Hii ndio anaifanya ndio sehemu ya maisha yao. Mtoto mdogo kama huyu ameshaacha shule, anakwenda kuangusha mabungo, halafu na mazingira yake ndio kama haya. Hii ni kuonesha kwamba grupu la watoto kama hawa ni wengi ambao hasomi. Mwisho wa maisha ya watoto kama hawa wakiwa wakubwa watajiingiza katika makundi mbalimbali ya jinai. Hawa wanaelekea kuwa wahalifu, na watoto wa aina hii wapo ni wengi. Baba yuko hai, mama yuko hai. Wazazi ndio wenye jukumu la kuhakikisha kwamba mtoto wanamlia katika malezi bora, anasoma na anakuja kuwa mtoto bora. Leo umri huu mtoto huyu anakwenda kuangusha mabungo, anauza, halafu anasaidia kutumia kule nyumbani. Hili jambo sio sahihi. Hili ni jambo ambalo linaharibu hawa watoto. Mwisho wa siku wanajiingiza katika wimbi la madawa kulevya, wanajiingiza katika wimbi la wizi au unyang'anyi wa kutumia silaha na makosa mengine kama hayo. Kwa maana hiyo jamii inatakiwa ibadilike. Huu si mfano mzuri kumkuta mtoto mdogo kama huyu leo siku ya Jumanne, watoto wako shuleni, ye anarandaranda katika maeneo mbalimbali eti anatafuta mabungo. Hata mazingira yake ukimwona unamwona hayuko vizuri, ni mchafu. Hata mazingira yake hayuko sahihi. Kosa sio la kwake yeye, kosa ni la wazazi wake, ndio ambao wanaandaa mazingira haya. Huyu mtoto anahitaji kuwa na future. Naamini wazazi wake walilelewa, na mpaka kufikia hadi wakampata huyu mtoto, basi na wao pia walilelewa katika malezi bora. Lakini la kushangaza sasa wanashindwa kumlea mtoto huyu ambaye sasa wao watajibu hata kwa Mungu. Kwa maana hiyo mimi naomba nitoe wito kwa jamii. Jamii kubali kubadilika. Haya sio maisha. Hata Mungu hapendi maisha haya. Serikali hatupendi kuona watoto wa umri kama huu wanafanya kazi kama hizi, ambazo kazi ya mtoto kama huyu ni kusoma tu. Na ndio sheria ilivyoelekeza kwamba mtoto kazi yake ni kusoma tu. Aende shule, aende madrasa. Leo huyu hasomi shule, aende madrasa. Tunategemea tunatengeneza kizazi cha aina gani katika mazingira haya? Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa wazazi wote. Kila mzazi ajue kwamba ana jukumu la kuhakikisha kwamba usalama wa mtoto ni pamoja na kuishi katika mazingira ambayo yanakubalika kisheria. Usalama wa mtoto kulindwa, kwa sababu huyu katika mazingira haya, maana yake hata akiwa yuko porini anatafuta haya mabungo, pia haiko salama. Anaweza kukutana na watu ambao wamemzidi umri, wakaweza kumfanya vitendo ambavyo si vya kibinadamu, udhalilishaji wa kijinsia. Kwa hiyo huyu ameshaanza kudhalilishwa na wazazi wake. Maana yake pia unaingia katika udhalilishaji wa kijinsia. Kumkosesha mtoto haki yake ya elimu, basi pia ni sehemu ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili kwa watoto wadogo wenye umri kama huu, ambao hawajui be wala te, hajui future yake itakuwaje. Ndio mtoto kama huyu ambaye naye kesho kutwa atakuja kuwa baba familia. Sio tegemea kuja kuoa mke. Uwe na mke, upate watoto wako sawa, utaendelea kuangusha mabungo ili ulishe familia yako ukiwa mkubwa. Unategemea ufanye kazi gani? Umeona Sasa hapa kuna changamoto nyingi za kutengeneza future ya mtoto kama huyu. Na wazazi wa aina hii wapo wengi sana katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Jamani wazazi, tubadilikane. Tubadilike kabisa. Tutakapobadilika tutajiletea maendeleo. Maendeleo hayaji kwa bahati mbaya. Maendeleo yanatafutwa. Naomba kuishi hapo.